Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini na mpaka sasa bado mnaendelea vizuri, na hiyo ndiyo furaha yetu. Na basi tunatumia fursa hii kukaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika sehemu yake ya mashariki ambako hali ya kiusalama inazidi kuzorota. Na tuende kuanzia huko mkoani Kivu Kusini ambako mji wa Tushunguti, makao makuu ya Grupema ya Ziralo katika wilaya ya Kalehe, umerejea tena chini ya udhibiti wa jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC usiku wa kuamkia leo hii Ijumaa tarehe 10 Aprili mwaka 2026, likisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo kufuatia mashambulizi ya kujibu dhidi ya maeneo yaliyokuwa yakishikiliwa na AFC M23 RDF. Eneo hilo la kimkakati lililopo mpakani kati ya majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini lilikuwa limechukuliwa kwa muda mfupi na wahasi hao tarehe 7 Aprili mwaka huu baada ya mapigano makali na wapiganaji wa Zalendo. Hata hivyo, chini ya saa 48 baadaye ama après 48 heures, operesheni iliyoratibiwa na FARDC iliwezesha kurejeshwa kwa udhibiti wa mji huo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, vinadai kuwa operesheni hizo za kijeshi zilizosababisha kurejeshwa kwa Tushunguti zilianza kutoka njia za Biriko na Busurungi katika wilaya ya Walikale. Mapigano makali yaliripotiwa kuwashinikiza wapiganaji wa AFC M23 kujiondoa, wakiacha baadhi ya maeneo yao kutokana na mashinikizo ya vikosi vya serikali na washirika wao. Kurejeshwa kwa Tushunguti kunatajwa pia kupunguza kwa muda shinikizo la kiusalama lililokuwa likiathiri eneo la Biriko lililoko katika grupema ya Walualwanda katika wilaya ya Walikale. Kwa upande wa kibinadamu, hali bado inatia wasiwasi. Vyanzo mbalimbali vinaripoti wimbi kubwa la raia waliolazimika kuhama makazi yao kutokana na mapigano, wakikimbilia maeneo yanayochukuliwa kuwa salama zaidi kama Biriko, Busurungi, Manje na Hombo. Hadi sasa hakuna takwimu rasmi za vifo au uharibifu wa mali zilizothibitishwa. Kwenye uwanja wa mapambano, vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa FARDC na washirika wao wanaendelea na operesheni za kuimarisha usalama na kudhibiti kikamilifu Tushunguti pamoja na vijiji vinavyoizunguka katika mazingira ya kiusalama ambayo bado ni tete mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huko mkoani Kivu Kaskazini kunaripotiwa kuzuka kwa mapigano mengine asubuhi ya hii leo Ijumaa tarehe 10 Aprili kati ya wapiganaji wa AFC M23 RDF na wapiganaji wa Zalendo katika vijiji vya Mahanga na Kilongo vilivyoko katika sekta ya Osobia Banyungu katika wilaya ya Masisi. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo vilivyonukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari, vinaripoti kuwa mapigano hayo yalianza majira ya saa 11 ya asubuhi ama 5h du matin. Milio ya risasi nzito na nyepesi zilisikika zikifyatuliwa kwa muda wa saa kadhaa mfululizo, hali iliyosababisha hofu kubwa miongoni mwa raia wanaoishi katika maeneo ya jirani. Vijiji vya Mahanga na Kilongo vilivyo karibu na Buhimba katika eneo la Walikale viko katika ukanda unaochukuliwa kuwa wa kimkakati mkubwa mpakani mwa wilaya ya Masisi na Walikale. Eneo hilo mara kwa mara hushuhudia mapigano ya silaha kutokana na mgogoro wa udhibiti wa njia muhimu na maeneo ya kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa, wapiganaji wa Zalendo wanadaiwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na AFC M23 RDF katika vijiji vya Kilongo na Mahanga kwa lengo la kuvirejesha chini ya udhibiti wao. Hali bado ni tete na isiyotabirika, huku wakazi kadhaa wakiendelea kukimbilia maeneo salama kutokana na hofu ya kuongezeka kwa mapigano. Na kutokana na maswali ya wasiwasi ulioibuliwa na umma, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa ufafanuzi kuhusu mfumo wa mapokezi ya muda ya DAT unaotekelezwa kwa ushirikiano na Marekani pamoja na mashirika ya kimataifa. Mamlaka za Kongo zinasisitiza kuwa mpango huu ni wa muda mfupi, unaosimamiwa kwa ukaribu na unaheshimu mamlaka kamili ya taifa. Kwa mujibu wa maelezo rasmi, DAT haikusudiwi kabisa kwa ajili ya kuwapa
makazi ya kudumu raia wa kigeni nchini DRC, bali ni mfumo wa mpito ambapo wahusika hukaa kwa muda mfupi kabla ya kurejeshwa katika nchi zao za asili. Chanzo kutoka serikalini kinasema kuwa wahamiaji hao wanapita tu na sio kukaa, kikikanusha tafsiri potofu zinazodai kuwa kuna mpango wa kuwapa makazi ya kudumu. Serikali pia inabainisha kuwa mpango huu unawahusu watu wachache wanaochunguzwa mmoja mmoja. Inakanusha uwepo wa wimbi kubwa la wahamiaji, ikieleza kuwa mchakato ni wa taratibu, uliopangwa na unaoweza kusitishwa wakati wowote. Aidha, serikali ya Kinshasa inasisitiza kuwa ina mamlaka kamili ya kusimamisha au kusitisha mpango huu endapo hali haitoridhisha. Kwa upande wa taasisi, mamlaka zinasema kuwa DAT haihitaji kudhinishwa na bunge. Zinarejelea katiba zikieleza kuwa mpango huu hausababishi mabadiliko ya sheria, hauathiri mipaka ya nchi wala hali ya kiraia ya watu, na haihusishi matumizi ya fedha za serikali. Hata hivyo, taasisi husika zimejulishwa kwa ajili ya uwazi na ufuatiliaji. Wahamiaji wa kwanza wanatarajiwa kuwasili kabla ya mwisho wa mwezi wa 4 Aprili. Chini ya mfumo wa usimamizi mkali wa kiufundi. Serikali inasisitiza kuwa operesheni hii itakuwa ndogo na iliyodhibitiwa. Muda wa kukaa utatofautiana kutoka siku chache hadi miezi kadhaa, huku muda wa juu ukikadiriwa kuwa kati ya miezi 3 hadi 6 kwa kesi ngumu zaidi. Kwa jumla, mpango huu unatarajiwa kudumu takriban mwaka mmoja tu. Na kuhusu usalama, Kinshasa inahakikishia kuwa kila mtu anayehusika atapitia uchunguzi wa kina. Utambulisho wao utagunduliwa kwa makini na baadhi yao wanaweza kuondolewa iwapo hawatakidhi vigezo vilivyowekwa. Mamlaka zinasisitiza kuwa zinadhibiti kikamilifu mchakato mzima. Na kwa upande wa kifedha, serikali inasisitiza kuwa DRC haitabeba gharama zozote zile. Gharama za chakula na usafiri zinagharamiwa na washirika wa kimataifa pamoja na mashirika maalum. Mpango huu unaelezwa kama ishara ya mshikamano wa kimataifa, ukiendana na ukweli kwamba raia wa Kongo pia hupokelewa katika nchi zingine. Kwa mujibu wa mamlaka, hatua hii pia inachangia kuimarisha hadhi ya kidiplomasia ya nchi katika jukwaa la kimataifa. Kukabiliana na ukosoaji kutoka kwa baadhi ya mashirika ya kiraia yanayohofia kumwagwa kwa wahamiaji nchini, serikali inakanusha vikali madai hayo. Inasisitiza kuwa mpango huu ni wa kibinadamu pekee bila lengo lolote la kibiashara. Mpango huu unatekelezwa kwa msaada wa Organisation Internationale pour les Migrations OIM, ambayo inahakikisha heshima ya haki na utu wa watu wanaohusika kwa mujibu wa viwango vya kimataifa. Hatimaye, Kinshasa inakumbusha kuwa hatua hii inaheshimu mikataba ya kimataifa, hususan mkataba wa mwaka wa 1951 ama 1951 inayohusu hadhi ya wakimbizi. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuhitimisha awamu hii ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunashukuru kuona ulianza nasi na kumaliza pamoja nasi, na tunakusihi kwa mara nyingine tena uzidi kubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu, ili uzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.